Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 5 na dakika 31 saa za Afrika ya Mashariki, na sasa bila kupoteza muda tunaingia moja kwa moja kwenye mada ambayo hii leo tunajadili saratani ya shingo ya kizazi maarufu kama cervical cancer. Wataalamu wako hapa kwenye studio, watakuwa wanatueleza tofauti ya saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya mlango wa kizazi. Tatizo liko wapi? Kwa sababu wengi ni kama hatufahamu, lakini ndiposa mko hapa mtakuwa mnatueleza. Kwenye studio mtazamaji, siko peke yangu. Daktari Ahmed Kalebi ambaye ni mwanapatholojia mkuu Kalebi Labs tayari amefika hapa kwenye studio. Karibu sana daktari. Asante sana. Pia tunaye Daktari Millicent Masinde, yeye ni mtaalam wa saratani ambayo inashika viungo vya uzazi vya wanawake, pamoja na mtaalamu wa afya ya uzazi katika hospitali ya Kenyatta. Karibu sana daktari. Asante. Bila kumsahau tunaye mhubiri Jimmy Irongo. Alipata umaarufu kwa kukumbatia mti kwa saa 79. Lengo lilikuwa ni masaa 80. Lakini ulibakisha kidogo tu. Ni kama nilimaliza. Ni kama ulimaliza. Utakuwa unatueleza, na hongera kwa hilo, kwa sababu kwa kweli ulijitolea kutoa hamasa na bado unaendelea kutoa maelezo kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Utakuwa unatueleza ni kipi ambacho pia kilikupa msukumo, kwa sababu kulingana na historia unasema kuna watu ulio karibu nao ambao baadhi ni wagonjwa, wengine wameangamia kutokana na ugonjwa wa saratani. Utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na hilo. Lakini mtazamaji, kabla hatujaanza mjadala, sijui kama mwelekezi wangu ataweka hizo takwimu ambazo tayari tumezitayarisha, na ni kuhusiana tuko nazo mtazamaji hapa kama unavyoona kwenye runinga yako. Ni kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Ni jinsi hali ilivyo ulimwenguni kulingana na takwimu za shirika la afya ulimwenguni WHO. Ni kwamba kila mwaka jumla ya wanawake 1660 wanagunduliwa kwamba wana saratani ya shingo ya kizazi, na kati ya hawa 350 wanaaga dunia kila mwaka. Na idadi kati ya hao ambao wanaaga dunia, 90% wanatoka katika mataifa maskini, mataifa yanayojiendeleza. Ni kumaanisha kwamba Kenya ni miongoni mwa hiyo 90%, na robo ya vifo vinavyo rekodiwa kote ulimwenguni vinatoka barani Afrika. Na tukija hapa nyumbani kwetu hapa nchini Kenya, hali halisi jinsi ilivyo ni kwamba jumla ya wagonjwa mavisa 5845 vinaripotiwa kila mwaka humu nchini, na kati ya visa hivyo wanawake 3600 wanaaga dunia kila mwaka. Na kulingana na hizi takwimu, kwa ushirikiano na mashirika yanayojihusisha na masuala ya afya hasa katika ugonjwa wa saratani na hasa saratani ya shingo ya kizazi, ni kwamba wanawake 9 humu nchini wanaaga dunia kila mwaka kutokana na makali ya saratani ya shingo ya kizazi. Ni hali ambayo ni ya kutamausha, ni hali ambayo kwa kweli mengi yanahitaji kufanywa, kwa sababu hivi visa ni visa vya kutisha. Na ndiposa tuko na wataalamu hapa kwenye studio, watatueleza tatizo liko wapi. Changamoto ni kwetu sisi wanawake, changamoto ni kwa jamii, ni kwa Wizara ya Afya, ni kwa serikali, ama haswa pengo liko wapi? Karibuni sana, ni kuna mengi ya kuzungumza. Tutaanzia na Daktari Ahmed Kalebi. Wakati tunapoangalia hizi takwimu, ulikuwa hapa mwaka mmoja uliopita, mwaka jana pia mwezi Januari, wakati wa kutoa hamasa kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Na mwanzo kabla ya kuangalia takwimu, tueleze tofauti ya saratani ya mlango wa kizazi na saratani ya shingo ya kizazi. Kwa kimombo inasemwa cervical cancer. Hiyo neno cervix kwa kizungu, yani kwa tunasema what is it, Latin, ambayo ndio jinsi yake Kilatino. Cervix inamaanisha shingo. Yani ndio unasikia mtu anasema cervical collar, ile shingo unavaa, ile collar unavaa kwa shingo, unasikia cervical spine. Kwa hivyo cervix inamaanisha shingo. Lakini ukisema ile cervix ya uterus, inamaanisha cervix uterus ni shingo ya uterus, ambapo uterus ni kizazi. Kwa hivyo neno sahihi ni kusema shingo ya kizazi, kwa vile ni sehemu ambayo ni shingo ya kuingia kwenye
kizazi ambayo imeshika ile ushingo wake. Lakini ukisema ile njia ya uzazi ni hiyo njia nzima, yani tunasema all the way vagina mpaka ufike cervix ndio ingia kwenye kizazi. Kwa hivyo sawia kabisa ni kusema nini? Shingo ya kizazi. Cervix uterus. Shingo ya kizazi. Naam. Asante sana. Na mlango wa kizazi? Mlango wa kizazi ni njia ya kuingia kwenye kizazi. Kwa hivyo mlango kwa kimombo ni ile njia ya mimi nitasema ni vagina. Lakini vaginal cancer ambao ni mlango wa kizazi iko very rare. Mwenzangu atawaambia hiyo iko very rare kwa vile imeundwa, Mwenyezi Mungu ameiunda, si rahisi kupata ile saratani ya vaginal cancer, lakini ni rahisi sana kupata cervical cancer kwa vile ile ushingo wa uzazi ambao ni cervix iko na sehemu ambayo iko nyepesi sana, yani iko very thin, imekonda sana na rahisi zile virusi zifike pale, na kwa vile mwanamke kwa kila mwezi anapata ile hedhi, utapata kuna ile tunasema multiplication. Kwa hivyo ni rahisi sana mtu apate, yani mwanamke kupata cervical cancer kuliko apate vaginal cancer. No. Asante sana daktari kwa hilo, na bado tukiendelea kabla ya kumhusisha Daktari Millicent, kwa sababu ningetaka lile jibu ambalo utatupa ataendeleza. No. Wakati tunapoangalia hizi takwimu tukilinganisha na mahali ambapo tumetoka bila kwenda mbali, mwaka jana mahali tulipokuwa mwezi Januari na hivi sasa, hali ikoje? Ni ya kutisha, visa vinaongezeka ama bado tuko tu pale? Bado tuko pale, haijaongezeka wala haijapunguka vile inavyofaa. Kwa hivyo ile takwimu, yani wangapi wanapata saratani mpya ya shingo ya kizazi na wale wanakufa, bado ni pale pale. Inaweza kuwa imepungua sehemu kidogo area zingine, lakini unfortunately tunapata sehemu zingine za nchini zinaongezeka. Sehemu zingine zinapungua kidogo, lakini overall takwimu ni vile vile. Hatuja improve vile inatakikana. Na kulingana na takwimu kutoka kwa Wizara ya Afya, bado kuna mengi inafaa ifanywe ndio tuweze kufika pahali tunataka tufike. In fact, kwa upande wa vipimo utapata nchini kwetu less than 20%, yani chini ya 20% wamefanya ile tunasema cervical cancer screening. Less than 20%. Actually ni around 13 to 16%, 13 hadi 16%. Ukilinganisha na nchi za ambazo zimeendelea, kwa mfano Australia, UK, kule wamefanya zaidi ya 90% washawahi kupimwa kuangalia kama wana ile saratani ya shingo ya kizazi, yani cervical cancer, na wamefanya cervical cancer screening. Kwa hivyo hapa nchini kwetu tuko chini sana. Chini ya 20% wamefanya ile screening, ambao tunafaa tuwe zaidi ya 80%. Na sasa hapo daktari, ninakuhusisha kwa sababu wewe unawahudumia akina mama haswa masuala ya uzazi. Ni kipi ambacho kinafanya wanawake wanahofia kupimwa, kugunduliwa iwapo wana chembe za saratani ya kizazi? Ni kuna aibu inayohusikana na kuja kuangaliwa kama kuna saratani. Wanawake wengi wanaogopa ile kuja tu ili kutoa nguo, kuangaliwa na kuna shida. So wengi wao ni kwa sababu unajua saratani inapoanza na kabla ianze kuna miaka mingi kabla ianze. Na hiyo wakati ambayo iko na hiyo precancer ya shingo ya uzazi, wanawake wengi hawana symptoms zozote. Hakuna kile mtu atasema akona shida nayo. Dalili. So kwa sababu ya hiyo mtu wa saa zingine haoni haja ya kuenda wakati huo. Lakini matibabu ya wakati huo ni rahisi na pia ni kitu cha unakuja tunafanya leo na unaenda nyumbani na unafuatiliwa baadaye. Ukilinganisha hiyo na matibabu ya saratani ya shingo ya uzazi, kama saratani imesha fanyika, matibabu ni pesa nyingi sana na inachukua muda mrefu sana. So wanawake wengi shida yao ni tu kuamua. Kuna zile za wanawake, shida zenye wanawake wanapitia, lakini pia unaweza pata pia ni familia, jinsi walivyoendelea, wengine walipata saratani ya kitu kingine. So wanaogopa ile wakuje waitafute alafu na wakipata
tena waende through kile walienda wakati huo mwingine. So wanawake wengi hawapendi hiyo shida ya kuja kutafuta kitu ambacho hakikusumbui. Hakuna dalili. Kuna hoja ambayo umesema kuna kuona aibu na daktari atakuwa pia anatuonyesha jinsi mtu anavyokaguliwa kifika pale hospitalini. Lakini swali ambalo pia nimejiuliza mimi kama mwanamke, ni aibu gani iko wakati unapoenda kuchunguzwa iwapo una saratani ya shingo ya kizazi, na huyu mwanamke alipitia safari ya kujifungua na alienda bado kwa mhudumu, alienda kwa daktari. Tofauti iko wapi? Aibu hapa sasa inakujaje? Unajua wakati unapoenda kujifungua huwa kumekuwa na miezi 9 ambavyo umejiongelesha, umekubali, umeambiwa na watu wengi inaenda hivi na inaenda hivi. So wakati huo inapofika wakati wa kujifungua, kuna watu wengine pia mahali huko. So aibu ni kidogo kushinda ile ya uko tu sawa na hakuna shida yoyote, na unaenda tena ulale kwa hiyo kitanda kupimwa. So wanawake wengi wanahusisha hiyo safari ya kupimwa, kuangalia kama kuna saratani ya shingo ya uzazi na aibu nyingi. Unaona wanawake wengi wanaona ni lazima wajitayarishe kuja kufanya kipimo hicho. Lakini hakuna haja ya kufanya hivyo vipimo vyote. Njoo tu vile uko. Haya, asante. Sasa nimhusishe mhubiri Irongo, Jimmy Irongo. Umekuwa ukiendeleza kampeni ya kutoa hamasa kuhusiana na saratani. Sio aina moja tu ya saratani, ni aina nyingi za saratani. Ni kipi ambacho kilikupa msukumo? Kile kilinipa msukumo, miaka 2 imepita. My uncle alifariki kwa ugonjwa wa kansa. Na nikasikia huzuni sana. Tena rafiki yangu mmoja naye akagojeka ugonjwa wa kansa ya leukemia. Naye akafariki na alikuwa kijana mdogo. So nikajiuliza ni nini naweza fanya ili serikali ijue huu ugonjwa ni hatari na iingilie ili isaidie watu. So ndio maana niliamua nikaenda kwa mti, nikashika mti kwa hiyo masaa ili serikali nione kama itachukua huu ugonjwa kama hatari nchini yetu. So that's why nilienda hapo nikashika mti na nikaanzisha hiyo campaign ya kusema kuna kansa na kuenda kwa wagonjwa wa kansa na tunaanza kuwasaidia. Na kuna utofauti ambao umeshuhudia tangu wakati huo hadi sasa? So far so good. Wacha niseme kule kwetu Murang'a County, serikali ya Murang'a County imeingilia sana kwa hii vita ama hii campaign, na tunasaidiana sana kufanyia watu screening na kuwasaidia. Lakini serikali kuu bado naona kuna mahali wamelegea tu. Haya, utakuwa unatueleza haswa hivi vipimo ni vya aina gani ya saratani na wanakubali, mnawafikia vipi? Lakini kabla ya hayo tulikuwa tu tumeanza tu na tukasema kwamba utakuwa pia Daktari Ahmed unatuonyesha jinsi ya kupima ugonjwa wa saratani. Tukija sasa katika swala la kuna kuchelewa, wengi wanafika kama wamechelewa. Ni katika utaalamu wenu, kati ya wakati ule mwanamke anapata hizi chembe na anazipata vipi? Kwa sababu kuna dhana potofu kule nje. Zile chembe zinaingiaje kwenye mwili? Naam. Mimi nitakuelezea hii saratani ya shingo ya uzazi inatokea vipi. Hadi upate ile chembe ambayo tunasema zile cancer cells mpaka ipate kuwa tunasema invasive, iingie. Mimi nitaeleza hivi, fikiria saratani ni kama termites. Termites kwa Kiswahili termites. Mchwa. Fikiria daktari Mswahili. Fikiria tuseme ile cancer cells ni kama mchwa, termites. Wewe ukija nyumbani uone mchwa mmoja ama mbili unaweza kuignore. Lakini ukiona zile dudu mchwa moja mbili, ukiwa ni mtu ambaye anazingatia utasema inaweza kuharibu nyumba yangu. Uanze ukazifuata ukaangalia zimeenda kwa mti gani
na imekula ile mti ama bado. Ikiwa bado hajaila ile mti, utatafuta dawa uipulize, utaiangamiza. Haitaharibu nini ile mti yako kwenye nyumba, kwa mfano kama ni kigongo ama nini. Lakini ikiwa utaipuuza, zitaongezeka. Baada ya muda utaona nyumba inaporomoka kwa sababu ya nini? Mchwa uliacha mpaka ikakula mpaka ikaivunja. Ni vile vile kwenye ushingo wa uzazi. Katika ile ushingo wa uzazi, wewe fikiria ni kama mdomo wako, ukiangalia zile tunasema mucosa, hii pale tunasema red hii. Ikaanza kufanya nini? Mdudu. Yaani ikaanza kufanya kidonda. Kabla hajafanya kidonda, huwa kuna kirusi, yaani virusi ya HPV, Human Papilloma Virus. Kwa sasa tunajua kwamba hii virusi ya Human Papilloma Virus ndio inasababisha saratani ya ushingo wa uzazi, cervical cancer, zaidi ya asilimia 99. Na ndio maana tunasema watu wapatiwe chanjo wakiwa wadogo, wapate ile immunity, kinga ya mwili, ili waweze kupambana na hiyo. Kwa sababu wanawake wengi watapata ile HPV hata bila kuwa msherati, anaweza kupata kwa njia nongo. Kwa hivyo ikiwa umepata ile HPV kwa njia ya kawaida, kwa sababu ya kulala na mume wako, si ati kwamba ni msherati, utapata kwa kawaida tu. Wanawake asilimia 80 watapata kwa maisha yao, lakini most of them wataiclear. Lakini kuna wale ambao hawata clear ile virusi. Wasipo clear ile virusi, inaingia kwenye zile chembe ya kawaida, tunasema inafanya integration. Ni kama mdudu imeingia ikaanza kukula pale. Lakini kabla haijapata kidonda, ukiweza kujua kwamba kuna hizi virusi, daktari ataanza kukufuata, angalie ndio kuna mchwa pale, lakini huo mchwa imeanza kukula ama la. By the time umeona mchwa wa kwanza, wa pili, mpaka ikafanya kidonda ambayo ndio saratani, mpaka ikaanza kuvunja, mpaka ile ushingo wa uzazi ikafanya sasa nini? Kidonda ambayo tunasema stage 3, stage 4, inachukua muda mrefu sana. Kwa vile haitokei tu overnight, mara moja. Itachukua between 5 and 15 years. Ikiwa mtu ana HIV, between 5 years. Kama huna HIV, hata up to 15 years. Kwa hivyo assume mtu alipata vile virusi, pengine alianza sexual activity akiwa 18 years, 20 years. Inamaanisha itachukua another 10 to 15 years. By the time atafika 35, ndo sasa itaanza kuonesha nini? Dalili. Lakini ikiwa ataanza kupimwa akiwa 25, 30 years, haijafanya nini? Haijafanya ile kansa, haijafanya kidonda, ndo tunasema unapima nini? Pre-cancer. Na vipi tunapima? Tunapima njia 3. Na kabla hatujazungumza kuhusu kupima, ningetaka pia daktari ataweza kuchangia, kwa sababu kuna hoja ambayo pia umetaja, wakati sasa mwanamke anapoanza kujihusisha na lile tendo la ngono. Kwa yule msichana ambaye anajihusisha mapema, yuko kwenye hatari kubwa, daktari? Kwa sababu tumeshuhudia kuna mimba za mapema na zinaendelea kuongezeka kila mwaka. Kwa yule msichana anayeanza kuhusiana na ngono mapema, ile cervix, shingo la uzazi ya wasichana wadogo si sawa na wasichana watu wameongezeka kwa miaka. Yao inaweza pata hiyo HPV haraka sana na inaweza anza kuwasumbua mapema sana. Ndio maana tunasema badala tungoje wanawake, kwa sababu hatuwezi jua wasichana wataanza kuhusiana kwa ngono wakati gani. Ndio maana tunasema wapatiwe chanjo ya HPV kabla wafike upande huo. Na imaanishi ya kwamba mtu yote mwenye anapatiwa chanjo ameanza kuhusiana na ngono. Tunawapatia ili mwili wao uweze kupigana na hiyo HPV anapoipata, kwa sababu wasichana wengi wanapoanza kuhusiana na ngono wanapata hiyo HPV, lakini si wote wanaeneza wanafika saratani. Ni wachache tu wanaenea, lakini hatuwezi jua ni nani atafika. So kuwasaidia ili mtu yoyote anapoanza kuhusiana na ngono asiweze kuendelea kupata saratani, ni vizuri tunapoanza kuwapatia HPV kama bado wako wachanga, kama wako miaka 9, tuwapatie hiyo vaccine ya HPV ili waweze kupigana na hiyo, wakati hata wakiipata huko mbele watakuwa wanaweza kupigana na hiyo shida.
Na sasa wakati anapopewa chanjo akiwa na huo umri, ni msichana anafaa kupewa na umri kati ya miaka 9 na miaka mingapi? 14 hadi 14. Wakati sasa atakapopewa, kwa sababu bado ni msichana mdogo, amejikinga maishani mwake wote? Ama kuna wakati mwingine akifika bado sasa, wakati sasa atakapoanza kujihusisha na tendo la ndoa, tendo la ngono, apimwe, atapewa tena chanjo? Hapana, atapewa chanjo tena. Akishapewa hiyo chanjo, hiyo imetosha. Anapoendelea kuzeeka, tunaanza sasa, tunaenda kwa screening sasa, kutafuta kama amepata hiyo virusi vya HPV. Kama hajapata, tunamfuatilia, na vile jinsi mtu anavyofuatiliwa ni tofauti. Ukipima hiyo HPV na usipoipata, miaka 5, unakaa miaka 5 bila kuangaliwa tena. Vile daktari amesema hapa, inachukua muda mrefu kabla ya kugunduliwa ya kitu chochote kubadilika. Ukumbuke hiyo, hata hiyo miaka 5 si saratani bado. Ni vile imeanza sasa, cells imeanza kubadilika. Hazijafika, kuna mabadiliko. Shikilia hapa daktari, utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na mabadiliko ambayo yanatokea katika sehemu ile, katika kwenye shingo ya kizazi. Lakini sitakupa, shikilia tu hilo. Nataka tuchukue pumziko fupi mno, baadaye tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili kuhusiana na mjadala kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 6 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia kwenye awamu ya pili ya mjadala wetu kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Hapa wataalamu wameeleza, kutuelezea mengi na kutupa hali halisi ya jinsi ugonjwa huu umekuwa hatari kubwa ama umeleta athari katika jamii, ikiwa kwamba idadi ya visa bado viko juu na mahali ambapo tunaelekea sio pazuri iwapo mambo hayatabadilika na iwapo mikakati haitawekwa inavyostahili ili kujaribu kupunguza idadi hii ya visa, pamoja na kutoa hamasa ili wanawake wengi wajitokeze kupimwa, kuchunguzwa ama kukaguliwa iwapo wana chembe za saratani ya shingo ya kizazi au hali ikoje. Daktari Millicent ametueleza kwamba swala kuu ama changamoto kuu ni aibu, lakini hii aibu inatokana wapi? Ni kukosa kupata hamasisho inayostahili. Lakini daktari, mlikuwa mnaeleza kabla sijawakatiza, Daktari Millicent alikuwa anaelezea kabla ya Daktari Ahmed kusema kwamba kuna kile pia alikuwa anataka kuelezea, kusisitiza. Nilikuwa nataka kusisitiza kwamba number 1, wale wanapata chanjo miaka 9 hadi miaka 14 ni kwa sababu hiyo ndo wakati mwafaka zaidi, bora zaidi, kwa sababu wakati watapata ile chanjo mwili yao itapata kujikinga. Lakini haimaanishi kwamba ambako miaka nyingi zaidi kuliko 14 haizi pata chanjo. Hii ndio ile inapeanwa na serikali bure, lakini hata miaka 18 bado anaweza kupata chanjo. Hata akiwa miaka 21 anaweza kupata chanjo. Muhimu zaidi aweze kupata chanjo kabla ile kitendo cha ndoa, ambayo bado itampatia nini? Itampatia kinga. Lakini kinga inakuwa bora zaidi ikiwa kabla ya miaka 14 kulingana na zile research imefanywa. Ya pili ni kuwa ukipata kwa huyu msichana kidogo tu daktari, kwa sababu tuko hapa unatuelimisha sisi wote. Kwa huyu msichana ambaye ni kati ya miaka 9 na miaka 14, huyu hafanyiwi ukaguzi, anapewa chanjo moja kwa moja. Anapatiwa chanjo moja kwa moja. Na it doesn't matter kama pengine ameanza ile kitendo hata ile ya utoto, doesn't matter. Muhimu zaidi ni kwamba amepatiwa nini? Amepatiwa chanjo, kwa sababu wakati huo ukipatia chanjo ni kama tu chanjo zingine, itampatia kinga ya kuweza kukumbatiana, yani kukabiliana na ile ugonjwa, ile HPV ikipata. Ndio maana akikuja kupata ile, wakati akipata kitendo cha ndoa ama ngono, wakati huo atafanya nini? Akipata ile HPV mwili yake iko tayari, itaweza kupigana nayo na isiingie kwenye ile shingo ya kizazi na kufanya ile chembe ibadilike. Na ya pili ni kwamba baada ya kupatiwa chanjo, ile chanjo huwa kuna chanjo aina kadhaa, lakini kuna hii HPV ambayo inasababisha saratani iko zaidi ya aina 14, ambayo ni most common, ambayo ndio inasababisha saratani ya shingo ya uzazi. Most common iko tunasema type 16,
na type 18 kwa jumla zinasababisha zaidi ya 80%. Ndio utapata chanjo nyingi zaidi zina target ile type 16 na type 18. Kuna other types pia up to 14 types. Most vaccines zitacover 4 types only. Kwa hivyo inamaanisha hata yule ambaye amepata chanjo ni bado ni muhimu zaidi aendelee kufanya nini? Kukaguliwa kwa sababu ile amepata a different type. Na tunajua kwamba pia chanjo si 100% effective. Inaweza kuwa 90% effective, 95% effective na bado anaweza kupata. Kwa hiyo hata yule amepata ni vizuri aendelee kukaguliwa ili angaliwe kama amepata zile dalili ama mabadiliko kwenye chembe ambayo inaweza kusababisha saratani. Na vile Daktari Mbizi alieleza, ikiwa umepimwa ile HPV na uko negative na ulikuwa umepatiwa chanjo, inamaanisha itakuwa nadra kwako kupata saratani ya shingo ya uzazi kwa sababu uko na kinga tayari, uko na HPV, uko na HPV immunity. So most of the time what happens, utapata WHO imesema mtu kama yule anaweza kupima baada ya hata miaka 10. Na in fact hapa Kenya tunapima between 30 and 49 years, na ikiwa uko negative HPV na ikiwa umepata chanjo ile once peke yake umepimwa uko negative, is good enough. Kwa hivyo lazima tujue kwamba ile chanjo ni ya kupunguza the risk ya kupata the risk ya kupata HPV, lakini haimaanishi ni 100%. Na yule ambaye amepatiwa chanjo haimaanishi kwamba atawacha kupimwa, lazima aendelee kukaguliwa. Asante. Na kwa sababu hapa wakati tunapozungumza kuhusiana na aina hii ya saratani, kuna tendo la ndoa ambalo linahusika, na pia ulikuwa umezungumzia ulitaja swala la usherati, na utatueleza mengi iwapo kuna uhusiano kati ya saratani ya shingo ya kizazi na usherati. Daktari, wakati tunapozungumza mtoto wa kike anazungumziwa sana, lakini tendo la ndoa linamhusisha mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Je, wakati wa kutolewa chanjo mtoto wa kiume atapata hii chanjo? So vile WHO inasema ni kwamba wote wavulana na wasichana wanafaa kupata hiyo vaccine. Mvulana akiwa na miaka mingapi? Vile miaka 9 hadi 14. Lakini katika hii nchi kuna wasichana wengi sana ambao hawajapata hii chanjo. Na kulingana na vile budget imefanywa, ndio tuweze kufikia wasichana wengi zaidi, priority imewekwa kwa wasichana. Na bado vile research inaonyesha bado ni kwamba afadhali hata kabla tufike ile kiwango ya kuchanja wavulana, tukiongeza miaka tufike hata kama ni 30 yenye wasichana wanapata chanjo, tutakuwa tumepunguza zaidi saratani ya njia ya shingo ya uzazi. Na ni pesa tu imetufanya hiyo vile ministry imeweka hiyo baidha ya kwamba wasichana kutoka miaka 9 hadi 14 wanapata. Lakini kama mtu anaweza kulipa, msichana yoyote ambaye kutoka miaka 9 hadi miaka 40 anaweza pata chanjo. Sasa hapa ningetaka, kwa sababu Ahmed ndiye mwanapatholojia, ndiye ambaye anapeleka kwenye maabara, anafanya huu ukaguzi na kuchambua na kutoa maelezo na hata kuelezea kwa kina kuhusiana na hata aina hii tofauti ya saratani ya shingo ya kizazi, kwa sababu mtoto wa kiume hatapata saratani ya shingo ya kizazi. Hii chanjo inamzuia nini? Number one, yule kijana hana cervix, hana shingo ya kizazi kwa sababu hana kizazi. Kwa hivyo haizi kupata saratani ya shingo ya kizazi. Lakini wanaweza kupata saratani ya penile cancer ikiwa hajatahiri. Yule ambaye hajatahiri anaweza kupata penile cancer. What is penis? Penile cancer ndasemaje kwa Kiswahili? Ni kile chake. Mbo. Saratani ya mbo. Lakini hiyo ni nadra sana kwa vile ni kwenye uume. Kwenye uume ukienda kukojoa, ukijisafisha, ikiwa kuna kidonda utaiona, uende kwa daktari, utatibiwa. Number 1. Number 2, utapata it is very rare kwa sababu si rahisi mwanamume kupata ile HPV kuaffect ile uume
ipate chembe chembe na ibadilike, kwa vile anaiosha baada ya ile kitendo, anaiosha na huwa bora akona ile hygiene, si rahisi kupata saratani. Kwa hivyo utapata penile cancer, it is very very rare, ni nadra sana. Lakini kwa wanawake shingo ya uzazi haionekani, hajui what is going on there, hawezi kukaiosha. Kwa hivyo ni rahisi sana kupata saratani ya ushingo wa uzazi. Ndio maana saratani ya ushingo wa uzazi na ile breast cancer, saratani ya matiti, are the most common hapa kwetu. Kwa hivyo kwa kijana akipata HPV akaosha, imeisha. Ni kama unaweza kupata saratani ya ngozi lakini ukaosha, si rahisi kupata saratani ya ngozi. Na kuna saratani zingine zinaweza kusababisha na hii HPV. Saratani ya koo inasababisha na wale wanafanya oral sex. Ndio maana ukienda Amerika, ukienda Australia, utapata hizi throat cancer imeongezeka zaidi. Ndio maana wanasisitiza kupeana chanjo kwa vijana, pia kuwazuia wasipate saratani ya eneo hiyo. Pia saratani ya njia ya choo, anal cancer, haswa kwa wale wanaume, hata wanaume na wanawake ambao wanafanya kitendo cha ngono kupitia njia ya nyuma. Kwa vile ikiwa ile HPV imeenda kwenye njia ya choo, inaweza kusababisha anal cancer, ile saratani ya njia ya choo. Kwa hivyo hii HPV maadamu imeingia sehemu hiyo, kama ni ushingo ya uzazi, kama ni uume ama njia ya choo, itafanya nini? Itasababisha saratani, kwa sababu inasababisha zile mabadiliko kwenye chembe chembe mpaka ikawa saratani. Lakini wanawake ndo wako highest at risk. Kuanzia ule usichana, na vile daktari alieleza, msichana ambaye bado ni mchanga 14 years, 15 years, akianza hii kitendo cha ngono hajamachua, na ni rahisi zaidi kwake kupata ile HPV ikaingia kwenye ile ushingo wa uzazi na ikafanya cancer. The younger you are, the more likely utapata, the younger you are ukianza sex, the more likely utapata nini? Saratani. Now, ikiwa una different partners, more partners, ni rahisi sana upate saratani, kwa sababu unakuwa exposed kwa saratani aina, HPV aina tofauti. Kama ni yule jamaa mmoja peke yake ukapata naye, you'll both clear it. Nyote mta clear ile HPV. Lakini yule ambaye ana multiple sexual partners, ana watu wengi ambao analala nao, ni rahisi kwake kupata nini? HPV. Ndio maana unasema, watu wengi wanasema ile HPV inahusiana na usherati ama kuwa na multiple sexual partners, vile vile kama tunasema HIV. Lakini ni muhimu sana nisisitize, na hii ninataka kusisitiza zaidi. HPV haina uhusiano na usherati kabisa. Ikiwa wewe, kwa mfano tuko hapa na Bishop, amesema yeye ni Bishop, mhubiri. Bishop, umeoa? Katika harakati. Wacha niongee na Bishop. Bishop, utakapooa na uoe upate ule mke wako hajawahi kulala na mwanamume yoyote kabla yako, na wewe usilale na mwanamke mwingine yoyote isipokuwa yeye, bado anaweza kupata HPV. Ni muhimu sana nieleze hivyo. Tofauti na kwa mfano gonorrhea ama syphilis. Zile gonorrhea, I forgot gonorrhea. Syphilis, inajulikana. Gonorrhea na hizi haya magonjwa ya zinaa. Ndio maana tunasema magonjwa ya zinaa, kwa sababu inahusiana na nini? Na zinaa. Kuna tofauti ya zinaa na ngono. Zinaa inamaanisha unatembea hapa na pale. Kwa hivyo hii ni muhimu sana nieleze. Kwanza Bishop vile aende ahubiri huko nje. The reason why tunasema wasichana wapatiwe HPV vaccine, na the reason why tunasema wanawake wote lazima waende wachunguzwe, haimaanishi kwamba ile HPV inahusiana na zina. Leo nikiambia Dr. Millicent, nenda ukapimwe gonorrhea, nenda ukapimwe syphilis, atasema mimi namwamini sana mume wangu. Kweli. Hana haja, na ikiwa anamwamini hana haja aende apimwe, kwa sababu atapata wapi gonorrhea, atapata syphilis. Lakini HPV, hata ikiwa hajawahi kulala na mwanamume mwingine except huyo mume wake, na huyo mume hajalala na mwingine, bado anaweza kupata HPV. Kwa sababu HPV iko kwamba hata mkipata nyinyi wote mko bikra. Na within 1 year, nyote ni bikra, within 1 year mtapata HPV. Kwa vile HPV haitoki kwa mtu mmoja kwenda kwa wengine kwa njia ya zina peke yake. Utapata hata kwenye ngozi utapata. HPV inasababisha magonjwa mengi.
hata tuseme unaona wale tunasema viral warts, skin warts. Kwa hiyo HPV iko kila mahali. As long as kwa ule msichana, as long as ile njia ya uzazi, mlango wa uzazi imefunguka, it will find its way. Ndio maana tunasema nini? Apate chanjo na achunguzwe. Naam. Haya, asante sana kwa hayo maelezo. Kwa kweli bila shaka tuko darasani na tumesoma mengi mengi ambayo kwa kweli ni nadra kuyapata kule nje, na ndiposa mko hapa mmefahamu mengi na mnaendelea kutoa hamasa, kwa sababu pia kupitia vipindi kama hivi tunaelimisha jamii na taifa kwa jumla. Pia kabla sijawahusisha, tukirudi mtakuwa mnatueleza ni nani hasa anafaa kupewa kipaumbele katika kupata hii chanjo, kando na huyu msichana ama huyu mvulana aliye kati ya umri wa miaka 9 na 14. Ni nani mwingine ambaye anafaa kupewa kipaumbele katika kupewa hii chanjo? Turudi kwako sasa, Mhubiri Jimmy Irongo kutoka ile kaunti ya Murang'a. Kaunti ya Murang'a ina idadi kubwa ya visa vingi vya aina tofauti ya saratani. Kwa hivi leo tunazungumzia kuhusu saratani ya shingo ya uzazi. Wanapimwa kule wakati unapotoa maelezo? Wanaelewa, wanaufahamu, wanapimwa ama bado wanahofia? Na tatizo kule kwa wapi? Wanapimwa lakini wanahofia sana. Juu sasa hata kama niwe utaogopa juu ukisikia tu unaenda kufanyiwa screening ya cancer na unajua hii cancer mahali imefikisha watu, unaogopa. Juu unashindwa sasa, nikienda nipatikane na huu ugonjwa nitaanzia wapi? So sisi kwetu vile tunafanya, tukifanya screening tunaanza safari na wewe. Tusikuachilie tukwambie sasa anza matibabu na hata huna hela. So tunaanza safari, tunakupeleka kwa hiyo safari pamoja, unatibiwa. Pengine unaweza patikana kansa yako iko stage 1 ambayo ni rahisi sana kutibiwa. Lakini tukikuachilia hata utaenda kugojeka magonjwa mengine ya pressure, depression. Juu sasa utaanza kujiuliza nitaanzia wapi? So mimi vile naelezea watu wakubali kuenda kufanyiwa screening. Watoto wetu wadogo wakubali kupewa hii chanjo ili tuweze kuzuia hii ugonjwa mwingi wa kansa. Juu kansa kama vile tunajua na kama vile daktari anasema, huu ndio ule ugonjwa tunaweza sema hatari sana. Hata HIV haikuwa hivyo. Na amesema watoto wetu wakubali. Ni watoto wakubali ama ni sisi wazazi tukubali? Tumekubali daktari, kwa sababu wewe ndio unapatana na sisi karibu kila siku. Separate hiyo aibu inayotokana na kuongea juu ya HPV, itakuwa rahisi sana kupatia watoto hii chanjo. Lakini shida ni vile tunavyofahamu HPV tunahusiana na ngono, tunaanza kuona ni kama mtu anapopewa HPV, chanjo ya HPV, ni kama tumesema sasa anaweza anza ngono. Sio hivyo tumesema. Tunasema anapoipata inaweza kumkinga hapo mbeleni atakapoanza kuhusiana na kitendo cha ndoa. Na nchi nyingi ambazo zimepatiana hiyo chanjo kwa sasa hawaoni hata kesi zozote za saratani ya cervical cancer, hawaoni. Kama Australia zero. Miaka mingi wako karibu kufika elimination, na sisi bado, na vile tuko na saratani kiasi kingi sana katika nchi yetu, bado tunakataa ile njia ambayo itatusaidia watoto wetu wasiende katika hizi shida zenye sisi tunapitia juu ya saratani. Na kitu kingine ambacho watu wanafaa kukumbuka ni saratani ya njia ya uzazi kabla ikue saratani haina signs, symptoms yoyote. Hautakuja hospitali kusema vile ninavyoona ama vile niko na hii discharge ama nini. Hakuna kitu chochote utakacho sema uko nacho. Na ndio maana tunasema mtu asiogope, kama hana kitu chochote aende angalie. Chances za wakati huo kama iko atapata ni mapema sana. Ni vigumu sana mtu kuja hospitali na amefika stage 3, stage 4 na hana shida yoyote. Wale ambao wamefika katika hizo stages 2, 3, 4, kuna kitu watakwambia wamekuwa wakipitia. Anaweza kukwambia nimekuwa na discharge kwa muda huu mrefu, ama nimekuwa nikiona damu kila saa ninapohusiana kitendo cha ndoa,
ama nimekuwa nikisikia uchungu, ama mkojo wangu unanisumbua hivi, kuna kitu mtu atasema. Lakini hiyo ni kama imefika saratani na imeenea. Too late. And that is late. Na hiyo ndio shida yetu katika hii nchi. Kitu moja ambacho tunateseka sana kama madaktari ni watu hawahusiani na check up, kukuja tu hospitali kila mwaka kusema wacha niangalie vile ninavyoendelea kimwili. Imekuwa ni vigumu sana, na tunaweza elewa pesa inaweza kuwa shida, lakini kitu moja kile serikali inaweza kufanya ni kusema kila mtu anafaa kufanyiwa check up kila mwaka. Tukifanya hivyo kama miaka 10, si tutakuwa tumefikia kama kila mtu? Tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Kubwa sana. So ni attitude tuko nayo. Tunaona ni kama nikienda hospitali kutafuta shida si nitapata. Lakini hata ukiipata itakuwa mapema sana, because kama haujasema shida yoyote, chances are iko mapema, ni early, na inaweza kutibiwa na matibabu si mrefu kama mtu ule amefika stage 3 ama 4. Kwa sababu wa stage 3, 4 unaangalia figo, saa zingine amepata clot kwa mguu, saa zingine unapata njia ya choo imepata hadi hizo saratani. Unaona matibabu ya hiyo vitu yote ni muda mrefu sana, na pia ndio uweze kutibu huyo mtu vizuri, matibabu inaweza chukua hata miezi 6. Unaona? Na kitu kingine tunafaa kukumbuka ni ukiangalia HIV na uangalie saratani ya njia ya uzazi, kitu tunafaa kukumbuka ni iko na matibabu. Unaweza i-prevent. Kuna njia nyingi unaweza fanya ndio usiipate. Na hata kama umefika stage 1, 2, 3, 4, kuna matibabu ya hii saratani. Na tuseme ya kwamba mtu kama ako stage 4 hawezi pata matibabu, bado anaweza pata matibabu, na quality ya life yake inaweza kuendelea ikue vizuri. Shida moja yenye tuko nayo hapa katikati ni watu wakuje tu mapema. Hapo ndio tuko na shida. Angalia kabla haijakuwa na shida yoyote. Tusingoje saa zile tumeanza kuwa na symptoms ndio tunasema sasa tuende hospitali. Tuende tukaangaliwe kabla kukuwe na shida yoyote. Asante. Yeah. Daktari, pia nataka kuuliza, kwa sababu kuna huyu msichana ambaye ana umri wa miaka 9 hadi 14, yeye anapewa chanjo moja kwa moja. Haya, kuna huyu bure na serikali bure. Na bila kufanyiwa ukaguzi wowote. Bila kufanyiwa ukaguzi. Kuna huyu ambaye sasa amefikia umri wa kufanyiwa ukaguzi mwanzo kabla ya kupewa chanjo. Mbona afanyiwe ukaguzi mwanzo kabla ya kupewa chanjo? Si lazima afanyiwe ukaguzi ndio apatiwe chanjo. Kwa sasa serikali inapatia chanjo bure between 9 years na 14 years. Baada ya 14 years serikali haipeani bure. Lakini kwa madaktari unataka kupatiwa chanjo, vile daktari mimi anasema hata paka miaka 40 waweza kupatiwa chanjo. Wewe leo ukitaka kupatiwa chanjo bado utapatiwa chanjo. Kwa hivyo nikitaka leo chanjo nitapewa bila kufanywa ukaguzi. Lakini the reason why unafanywa ukaguzi, wewe unataka kupatiwa chanjo ndo ujikinge na saratani. Ikiwa hujajichunguza utajuaje una saratani ama huna? Kwa hivyo haimaanishi kwamba ile kukaguliwa ni condition, ni precondition kupatiwa chanjo. Unakaguliwa ili tuhakikishe kuwa huna saratani. Kwa sababu unaweza kuwa umekuja miaka 25, miaka 30 umekuja kupatiwa chanjo na hujui ya status, hujui hali yako vipi. Kwa hivyo ile kukaguliwa ndo tujue hali yako iko vipi, kisha sasa ndo upatiwe chanjo ya kukinga. Naam. Na kuna hatari iwapo una saratani lakini bado haijajulikana lakini upewe chanjo. Hiyo ni kama kumwaga maji baharini. Haisaidii chochote. Haitasaidia. Lakini kuna kitu kama ulikoza hapo mbeleni. Uliuliza nani anafaa kuhamasishwa kupatiwa kipaumbele kuhusu chanjo. Mimi nitasema ni wazazi. Kwa sababu msichana ya miaka 9 hadi 14 hadi miaka 16, 18 lazima hawezi kumpatia chanjo bila ya idhini ya wazazi. Mzazi ama mlezi wake. Ama mlezi wake. Na haizi kwenda, lakini utapata kama Australia leo msichana wa 12, 13 anaweza kwenda akapatiwa chanjo bila wazazi. Lakini hapa Kenya lazima mzazi
ahusishwe. Na ikiwa mzazi amehamasishwa, amepatiwa kipaumbele na akamwambia msichana wake aende apatiwe chanjo, atakwenda. Kwa hivyo ambao wanafaa waelewe zaidi ni wazazi. Ndio maana mimi nataka kuambia wazazi wote kwa sasa, ya kwanza ni kwamba hii HPV haina uhusiano na usherati wala zina. Hii ni kitu ambao siku ambao njia ya msichana itafunguka katika kitendo cha ndoa, ataweza kupata ile HPV. It doesn't matter. Ya pili, hata jua atapata HPV aina gani, ile high risk ama low risk. Na ikiwa bahati yake ni mbaya amepata ile high risk, haimaanishi kwamba ule, hata ikiwa ule kijana ambaye ako naye ni bikra, ule kijana amefanya nini, amefungua tu ile njia ndo HPV ingi, haimaanishi yule kijana ndo amempatia ile infection. Ya tatu ni kuwa ukimpatia yule msichana HPV vaccine, haimaanishi sasa umempatia license akuwe msherati ama afanye ngono. Unampatia kinga, na ukimpatia ile kinga unajaribu kumzuia. It doesn't matter nani atampatia. Na leo ikiwa ule msichana atapata mwanamume ambao pengine ule mwanamume ana wanawake wengi, atakuwa na many types of HPV, she'll be even at more risk. Atakuwa akona higher risk ya kupata saratani ya ushingo ya uzazi. Kwa hivyo ukimpatia ile vaccine, it is the best gift unaweza kumpatia kabla afike umri ya kufanya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo leo mimi nitawaambia wazazi wote, wewe ukiwa umekaa pale unafikiria maslahi ya msichana wako, mpatie HPV vaccine. Utakuwa umempatia ile investment, umempatia kinga. Usipompatia wakati ule, akikuja akifika 18 years anataka kujipatia mwenyewe, number one, serikali haitampatia bure. Ya pili, hata akipatiwa at 18 years, it is not as effective kama akipatiwa at 9 to 14 years. Naam. Asante sana. Kufikia hapo mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 6 na dakika ngapi? Na dakika 24 saa za Afrika ya Mashariki. Nachukua pumziko lingine fupi mno. Tutakaporejea sasa, Jimmy utakuwa unatueleza wakati mnapowahamasisha wananchi kule wapimwe, mnawaelezaje? Na pia daktari, nikuja kwako Daktari Millicent. Ndio sasa nikubali kwa sababu umesema kuna uoga, kuna aibu, ili nikubali. Unanichukuliaje? Na pia daktari atakuwa anatuonyesha mnapimaje. Haya, kufikia hapo mtazamaji, nachukua pumziko fupi mno. Baada ya muda usio kwa mrefu nitarejea, na sasa tutakuwa tunazungumzia na kuingia ndani kwenye hatua ya kupima. Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa ni saa 6 na dakika 29 saa za Afrika ya Mashariki. Tunaingia kwenye sehemu ya mwisho ya mjadala wetu, na kama unavyoona nyuma yangu hapa, daktari atakuwa anatuonyesha jinsi vipimo vinavyochukuliwa kwenye kizazi cha mwanamke. Na kabla ya daktari kuzungumza na kutuonesha hali halisi wanavyofanya wakati mwanamke anapofika pale kupata hiyo huduma ya kupimwa, nataka Jimmy utatueleza wakati mnapowahamasisha wananchi wanawake kupimwa, mnatumia mbinu gani? Kwa sababu labda mbinu ambazo zinatumika labda ndizo zinafanya wanawake wahofie, wakuwe na uoga, hata kuwa na aibu. Mnatumia haswa mbinu gani? Kitu ya kwanza ni kujua vile utaongea na huyu mtu na unataka aende akapimwe, na vile utamwelezea ni kwa nini anapimwa na ni shida gani anapimwa. Unajua wakati mnafanya screening, huwezi enda kama umepata mtu, for example daktari niende mwambie tunakupima kansa. Hata yeye atapata mshtuko. Atashindwa sasa na ikipatikana. So vile tu mnaenda kuongea na yule patient ndio ita determine unaongea na yeye aje, unamwelekeza aje, na wakati atapimwa utamwachia wapi. Haya, Daktari Millicent, mimi kama Agnes ni mfano, nimefika kwako. Nataka sasa kupimwa. Nitaanzaje, ama unanipeleka ni safari gani ambayo utaanzishia na mimi? Sasa ndio sasa tufike mahali vipimo vyangu vimechukuliwa na vimepelekwa kwa kina Daktari Kalembi. Kuna njia nyingi za kuangalia kama kuna virusi ama saratani. Na hapo awali tulikuwa tunaangalia kitu kinachoitwa pap smear. Tulitumia pap smear
kitambo, na wanawake wengi walikuwa wanaogopa ile speculum, ile kifaa ambacho unaingiza kwenye vagina ili uweze kuona hiyo cervix ndio uweze kupima. Pap smear ilikuwa moja wao. Na pia kuna ingine ambayo yenye mtu anapaka rangi kwenye cervix ndio aweze kuona kama imebadilika, ndio tujue kama kuna saratani imeanza. Lakini wakati huu na vile research imeendelea sana, tumefika ambapo tunaangalia, tunatafuta HPV haswa. Na tunapoitafuta, mwanamke anaweza jipima mwenyewe na ayalete hiyo tests kwenye lab, tuangalie kama kuna virusi ama hakuna. Kama hakuna HPV, hakuna haja tena ya kwenda kwa kutafuta kama kuna saratani tena. Kwa sababu kama iko negative, chances zenye utapata kuna saratani ni kidogo sana. Na I think daktari atatuonyesha hapa jinsi mtu anavyofanya hiyo self test. Tunasonga kufanya self test, na hata Kenyatta kwa sasa tunazingatia kwamba wanawake wanapokuja kuangalia kama kuna saratani ya njia ya uzazi, tunawapatia hiyo test, tunawaonyesha jinsi mtu vile atajipima, na anaenda anapima, anaturudishia hiyo test, tunapima. Na sasa kuna yule mwanamke ambaye anafika, labda kuna zile dalili ambazo mwenyewe hajui ni saratani ya shingo ya uzazi, lakini wewe kuna vile ambavyo atakueleza. Kwa yule ambaye tayari ana hii saratani, ni ako na dalili zipi? Dalili ya kwanza ambayo wanawake wanakuja nayo ni ile discharge, na inakaa majimaji. Hiyo ndio sana sana wanawake huwa wanakuja wanasema, na wanasema na iko na mnuko tofauti. Atakwambia ni kwamba nimekuwa nikikuwa na hii discharge ambayo inatoka kwa njia ya uzazi na imeendelea kwa muda wa labda hata miezi 3 ama mwaka mmoja. Alafu kuna ingine wenye watasema kila wakati wanapohusiana katika kitendo cha ndoa wanaona damu wakimaliza, ama wakijipanguza wanaona kuna damu. Na wakati huu hayuko kwenye siku zake za hedhi. Hayuko katika siku zake za damu. Unaona ako na damu kila wakati anapohusiana. Inapoendelea anaweza kuwa na shida zingine. Saa zingine kama imeenea anaweza kuja aseme mgongo sasa imeanza kumuuma kila saa anapofanya kazi, ama mguu umefura, mguu mmoja umefura, ama njia mkojo pia imehusika. Anapata shida anapoenda mkojo, ama anateseka akienda mkojo. Na kuna wengine wanakuambia ni damu sasa inatoka saa zote. Haijalishi ni wakati mgani wa damu kutoka. Na sana sana ambao wanawake ambao damu ya mwezi imeisha, wanaanza kusema wakati wote wanaona ni kama kuna damu inatoka. So ni vizuri sana tusingoje hizo shida. Tuende kabla hizo shida zote zenye nimesema ziko. Tuangaliwe mapema kabla haijaenea kwa sehemu zingine za mwili. Asante sana. Na kwa hivi sasa naona nitageukia Daktari Kalebi hapa. Sasa kuna picha ambayo inaonyesha ni kizazi cha mwanamke, na sasa uko hapa daktari kutuonyesha jinsi ambavyo mwanamke anaweza jipima. Na iwapo labda kabla hata hujaeleza hapa, iwapo mwanamke ana mtoto wa kike, anaweza mwenyewe mpima mtoto wa kike? Mtoto wa kike hafai kupimwa. Saratani yani ile cancer screening, cervical cancer screening iko applicable kwa wale ambao washawahi kufanya ngono. Na ikiwa mtu hajai kufanya, yani bikra, hana haja ya kupimwa. Ni vizuri umerudia daktari. Tumeelewa? Kwa hivyo njia ya kupima vile Daktari Hamisi ataeleza, kuna njia 3. Ya kwanza ni kufanya pap smear. Pap smear huwa kuna kidude fulani tunaingiza kwenye njia ya uzazi, yani vagina, ndo ifungue njia tuangalie kwenye cervix. Ndio maana inabidi mwanamke aende kwenye clinic, aende kwenye kitanda ile ya clinic, aji-expose. Daktari aeke kile kidude ama nurse a-collect ile sample. Labda uko na hicho kidude unaweza? Hiyo siku hizi hatutumii tena. Si vile sana. Kwa hivyo most women wako very uncomfortable na hiyo kwenda kuvua nguo, kuji-expose. Ndio maana utapata si ati kuogopa, ni ile dhiki na hawapendi. Ya pili ni ile alikuwa amesema inaitwa VIA.
VIA huwa tunaweka kuna dye tunaweka hapa kwenye cervix, lakini hiyo pia lazima ionekane mpaka cervix ndani. Ni kama mimi kukupima mdomo, lazima nikufungue kinywa ndio niangalie kuna shida gani. Lakini kwa sasa tunaweza kupima ile HPV. Na mimi niko na hichi swab, hii inaitwa kifaa kinaitwa swab. Hii swab basically ni kama ile ya shikio, earbud, ya kusafisha sikio. Ukiona hapa, utaona hapa ni kama ile kuna pamba hapa na iko kwenye kijiti. Sasa hichi kijiti ukiipata unatumiwa kwenye hata nyumbani, ukiipata imeandikwa jina lako, unaifungua. Mwanamke akishaifungua hii anaingiza kwenye njia ya uzazi, vagina. Na si lazima ifinye kwenye cervix, kwa sababu vile virusi kama viko vitakuwa kwenye unyevu, yani ile moisture part kwenye vagina. Kumaanisha ni rahisi kupata. Na all they do ni kuingiza na kutoa. Halas, inachukua less than 30 seconds. Alafu unaweka hapo, unapeleka kwenye maabara. Ikifika kwenye maabara, tunatoa hii sehemu, tunapeleka kwenye mashini, na mashini napima, inasema kuna HPV ama hakuna. Ikiwa kuna HPV, inamaanisha hiyo HPV imeinfect hapa kwa cervix, ambao wewe mwanamke huwezi kuiona, na ina infect area hii. Hapo sasa tunajua kuna HPV, tunakutuma kwa Dr. Millicent. Sasa ukienda kwa Millicent, atafanya utafiti, uchunguzi kuangalia ikiwa kuna mabadiliko ama hapana. Kwa hivyo inamaanisha hapo utakuwa umejifanya screening na unajua una shida, uende upimwe vizuri zaidi. Lakini 90% hawana haja ya kwenda kwa daktari ikiwa amepima hii na iko negative. Na hana haja ya kupima tena mpaka baada ya miaka mitano. Kwa hivyo hii ndio njia rahisi na njia mwafaka. Australia kwa sasa more than 95% of all women, wanawake wote, hata wasichana wadogo kuanzia miaka 16, 18 wanajipima, kwa sababu wanajua nini, washai kufanya ile kitendo cha ngono. Kumaanisha hata wamehamasishwa. Na mimi ningependa kusema hivi vile wenzangu walisema. Mimi kwa upande wangu, njia muhimu zaidi ya kuweza kufanya watu wahamasishwe ni kuwapatia ukweli na kuwapatia the factual information. Hakuna haja kubembelea. Mimi nitawaambia watu hivi, leo ukiwa uko na gari lako, utaipeleka kwa garage, ipigwe brakes, iangaliwe brakes, iangaliwe oil, ama utasema mimi sitaki kujua gari yangu iko na shida gani, mpaka sio kutakuwa kwa mteremko brakes fail, si utakufa, utakuwa kwenye ajali. Kwa hivyo mtu anapeleka gari lake lipimwe. Leo ukiwa na nyumba yako umejenga na mbao, huwezi sema hutaangalia kama kuna mchwa ama hakuna mchwa, kwa sababu ukikuangalia na upate mchwa utakuwa umetafuta shida. No, utakagua uone kama kuna shida. Kwa hivyo mwanamke, hakuna njia ya kujikagua kama una saratani ama zile dalili za saratani ya shingo ya uzazi, unless uende upimwe ama ujipime kwa kupitia HPV. Asante sana Daktari Ahmed. Wakati sasa wa kujipima au kupimwa, ukiwa wakati wa siku za hedhi unaweza pimwa? Naam. Ukiwa uko na hedhi, HPV bado iko. Na waweza kujipima unless uko na ile damu inatoka nyingi, inatiririka. Lakini hata kama kuna damu bado waweza kupima, kwa sababu ile HPV inatoka kwenye cervix, itakuwa iko kwenye njia ya uzazi. Naam. Sasa wakati umechukua huo unyevunyevu, kwa sababu uko nyumbani, inafaa kupeleka kwenye maabara ama kwenye kliniki, kwenye daktari katika muda upi? Hakuna limit. Siku hiyo, hata baada ya miezi 6, hata baada ya mwaka mmoja, madamu iko intact na haijaribika. Kwa hivyo ikiwa umeweka hapa hivyo na utapata kwamba haijapata zile fungal infection, madudu nini, iko sawa. Lakini most of the time nasema peleka tu immediately. Lakini leo ukienda nyumbani, vile ulikuwa umeenda Christmas, next weekend ukienda nyumbani, waweza kubeba hizi, nitakupatia hata 2, 3, peleka, patia sister yako, patia mother, patia auntie. Na ni kweli utanipatia? Na mimi nitakupatia moja sasa hiyo. Na hii si lazima uende kwa clinic.
Si lazima uende wapi, hata kwa ofisi, hata ukifunga mlango saa hizi tutoke wajitolea, tutakupatia tunaenda nayo. Aha, asante. Na kwa sababu ulitufunza mkatueleza kwamba mtoto wa kiume pia anaweza kupata HPV. No. Je, yeye anaweza jipima, anaweza pimwa? Now, kijana akipata HPV aza kupimwa kwa upande ya mkojo ama tunasema urethral swab. Urethral swab tunachukua hii tunaingiza kwenye njia ya kojoa kwenye uume na tutapima ama tunaweza kupima kwenye koo. Lakini vile nilieleza hatuna sana wasiwasi kwa upande wa vijana kwa vile hawapati saratani ya ushingo wa uzazi ambayo inawaua. Lakini ikiwa kuna ile rasilimali tunaweza kutumia kuwalipia, itapunguza kueneza ikiwa amechanjwa. Kwa hivyo leo almuhimu sana mwezi huu wa kupigana na kuhamasisha saratani ya ushingo wa uzazi, nataka kukumbusha watu wote ambao wana shida ni wanawake. Na mimi nataka kuambia wanawake wote wakumbuke, ikiwa hujai kujipima, tafadhali nenda kujipima. Unless uko more than 65 years. Ukifika 65 years, inamaanisha most likely huna saratani kwa sababu vile ushapita ile mwaka. Lakini anybody from the time umekuwa sexually active, especially 5 years baada ya the first act, from 25 years, 30 years, at least nenda ujipima. Na hizi vipimo ni rahisi sana siku hizi. Utapata 2,000, 3,000, 5,000. Leo 3,000 inaweza kuwa pesa nyingi kwako. Lakini ukipata saratani, ile athari yake na ile gharama yake, prevention is better than cure. Afadhali ujipime, because ukipimwa leo na ndo ile mabadiliko imeanza, waweza kutibiwa 100%. In fact tunasema ugonjwa wa saratani ya shingo ya uzazi ndio saratani ambayo inaweza kuzuiwa 100%. Asante. Na kwa sababu sitasahau daktari pamoja na Daktari Millicent, kwa huyu msichana aliye kati ya umri wa miaka 9 na miaka 14, serikali inatoa chanjo bure bila malipo. Hizi chanjo zinatolewa wapi? Ni shuleni ama ni kwenye vituo maalum vya afya? Vituo vyote ni kama hospitali zote zinafaa kuwa especially hospitali za serikali zote zinafaa kuwa zinapatiana hizi chanjo kwa bure. Na hata kwa sasa, kitambo tulikuwa tunasema ni lazima wapate chanjo 2, lakini kwa sasa vile tumeona chanjo 1 inatosha. Watu walikuwa wanapotea ambapo wanakuja chanjo ya kwanza lakini hawakuji ya pili. Lakini kwa sasa mahali tumefika, chanjo 1 inatosha. Wasichana wakija katika mahospitali watapata hiyo chanjo. Haya, kwa huyu mwanamke ambaye labda labda anajua, hajui hali yake, ama labda anajua lakini ako na hiyo saratani lakini dalili bado hazijajitokeza na pia hajafika kwenye kituo kufanyiwa ukaguzi kujua iwapo ana saratani au la, alafu ashike mimba, yuko kwenye hatari? Yule mtoto atabeba ujauzito hadi miezi 9 ama yuko kwenye hatari? Na pia yule malaika ambaye anambeba tumboni yuko kwenye hatari? Hapana, mtoto hana hatari yoyote. Lakini shida ni ukumbuke saratani iko na stage tofauti. Na ukipata mimba na uko na saratani inaonyesha hospitali zetu, inamaanisha tumelegea mahali. Jua hufai kupata mimba na uko na kansa yoyote. Lakini huwa inafanyika. Labda huyu mwanamke hajafika kituoni kukaguliwa ama wakati pia alipokaguliwa labda haikuonyesha. Kweli. Na ni wengi huwa wanapatikana. Kile tunavyofanya ni katika hiyo stages, kama ni mapema sana tunakufuatilia tu, lakini ambapo utajifungua itamaanisha hiyo nyungu ya uzazi tutoe. Unapojifungua tutatoa mtoto na tutoe nyungu. Lakini kama imeenea sana, kuna dawa unaweza kupewa ili isienee sana. Na pia mimba utaweza kubeba mpaka miezi 9. Itamaanisha lazima ujifungue mapema sana. Lakini tunaomba, kwa sababu hatutaki tuanze kukupatia chemotherapy na uko na mimba. Kama watu wanaweza kujipima kama hawana mimba, itakuwa rahisi sana, ili tuweze kutibu mtu mmoja na si tunafikiria vile tutakupea hii dawa na bado uko na mimba. Tukiweza ku avoid hiyo situation itakuwa vizuri sana, lakini matibabu bado unaweza kupata. So kuna wale kama imefika stage ambayo mtu nyungu haiwezi kutolewa,
inamaanisha tutampatia dawa chemotherapy kwa muda ambayo atakuwa mjamzito, lakini ambapo atajifungua tutamtuma ili aweze kupata radiotherapy. So matibabu bado inaweza patikana, na kuna wamama wengi wamepitia hiyo shida na wako sawa na watoto wako sawa. Wako sawa. Haya, asanti. Sasa tukija wakati wa kutoa hamasa, kwa sababu inaonekana changamoto kubwa ambayo inatuathiri sisi kama jamii ama kama taifa ambalo linajiendeleza, kwa sababu inaonekana tuko mbali sana kabla ya kufikia taifa la Australia ambapo mnasema zaidi ya 95%. 95 ni kumaanisha ni kama kati ya wanawake 10, 9 wanajua hali yao. Wakati wa kutoa maelezo, Jimmy, ni rahisi kuwaeleza wananchi na wanafahamu, ama mambo ambayo unayasikia pia hapa kwako ni mageni? Ile shida naweza sema iko ni kushindwa kuwaelezea hatari wanaweza pata ama shida wanaweza pata wasipopimwa, na kushindwa kuwaelezea faida watapata wanapopimwa. So ukiweza kuwaelezea hii maneno watakubali, na wengine watakataa kama utashindwa kuwaelezea. Na mbona, kwa mfano kama wewe, mbona ushindwe kuwaeleza? Ni kwa sababu pia wewe huna maelezo sahihi, ama tatizo liko wapi? Okay, nikisema ni watu wengi sana wanaelezea hawa watu. Wengine wamejitolea, hawana ujuzi wa huu ugonjwa, wanajitolea tu. So hata kuwaelezea inakuwa taasisi kidogo. Lakini wakifunzwa watakuwa usaidizi mkuu sana ama mkubwa sana uko vijijini kuelezea hawa watu, na hawa watu watachukua jukumu ya kwenda kupimwa. Mimi ningependa kuongeza hivi. Mimi kwangu wewe mfanya kazi nzuri sana. Kuongea mambo haya wazi. Ile uwazi ni muhimu. Nafikiri hata saizi pengine kuna watu kule nyumbani wanasema huyu daktari mbona amesimama na picha hii? Wanasema hii mambo gani haya? Ameweka tena mchana peupe. Lakini leo tunaongea mambo haya, lazima tuongee uwazi. Serikali ilipoanza kuongea kuhusu chanjo ya HPV, serikali ilianza kuongea juu ya vipimo vya kuzuia, yani cervical cancer screening, kuzuia ama kukaguliwa saratani ya shingo ya uzazi. Utapata makanisa, nimefurahi sana kumuona bishop hapa, makanisa, misikiti, watu wa mambo ya dini walikataa mambo haya. Walisema hatutaki watoto wetu, wasichana wetu waongelewe kuhusu mambo ya ngono. Now, ikiwa hujamwelezea kwamba kuna HPV inasababishwa na hivi na hivi na hivi, akifika miaka 18, akifika miaka 21, aanze ngono, atajikinga vipi? Na utapata nchini Kenya, na tutamisi atahakikisha hii, wengi wanaanza ngono kabla miaka 16. Mimi nishaona msichana ako miaka 19 ako na stage 2 cancer. Na nilipomuuliza alianza hichi kitendo akiwa miaka 6, miaka 7. Na unfortunately alikuwa na HIV. Kwa hivyo hatusemi, lazima tutofautishe usherati na kuelezea watu kuhusu afya yao. Hatuongei mambo ya usherati na zina, tunaongea mambo ya afya. Kwa hivyo leo nikikaa hapa nikiongea mambo ya hii ndio njia ya uzazi, shingo ya uzazi, kuna wanawake wengi hata hawajui kwamba wako na cervix. Hawajui kweli. Hawajui kwamba wako na shingo ya uzazi. Lakini leo akijua, na akijua kuna hatari ikiwa hiyo HPV imeingia pale, ataweza kwenda ajipime. Na hiyo ndo pali utapata UK, Australia wamefaulu zaidi, kwa sababu wamefanya mambo haya imekuwa wazi. Msikitini, kanisani, mashule wanaongea haya. Leo nikienda kukutana na wewe pahali tuko na watoto wetu pale, nasema hey, by the way, huyu mtoto wako ashenda kupatiwa chanjo. Mimi nitakuja, wewe ushajipima? Na tukifanya hayo wazi inakuwa rahisi zaidi. Tutaondoa huu uoga pamoja na aibu, na tutaokoa jamii 100%. Asante sana Daktari Ahmed. Ni mwana patholojia Kalebi Herbs
pamoja na Daktari Millicent ambaye ni mtaalam wa saratani na afya ya uzazi katika hospitali ya Kenyatta, pamoja na Pastor Jimmy Irongo ambaye amejitolea kimasomaso kutoa hamasa kuhusiana na saratani haswa katika kaunti ya Murang'a. Asanteni sana kwa mchango wenu. Bila shaka nina uhakika mtazamaji umefahamu mengi na umesoma mengi kama jinsi nilivyosoma mimi kwenye kipindi cha hivi leo, na jambo ambalo limejitokeza kimasomaso ni tuache kuwa na uoga, tuache kuwa na aibu, tuache kuwa na aibu, tujitokeze, tupimwe, tukaguliwe, ima wewe ni mtoto wa kiume ama wewe ni mtoto wa kike, tupate chanjo ya HPV. Itatuweka katika mahali pazuri katika kukabiliana na saratani ya shingo ya uzazi. Ninasema asanti sana kwa wote waliofanikisha taarifa pamoja na makala haya, na pia kwa mtazamaji nasema asanti sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga, endelea kutazama KTN.